Katika kuunga mkono juhudi za serikali kwenye kuinua michezo, kampuni ya Welless Outfit imetoa mpira na seti ya jezi katika shule ya sekondari Kiamili na kuomba wadau mbalimbali kuunga mkono juhudi hizo. Tukio hilo limefanyika katika uwanja wa shule sekondari Kiamili ambapo ilifanyika bonanza lililokutanisha shule mbili ya sekondari Kiamili na sekondari Mkako lililoandaliwa na kampuni ya Welless Outfit. Akizungumza kwa niaba ya kampuni ya Welless Outfit, Daniel Komba, meneja wa masoko wa kampuni hiyo, amesema shule nyingi ambazo zipo kwenye mazingira yetu zinaachwa nyuma kwenye michezo pamoja na vitendea kazi. Mimi naitwa Daniel John Komba, ni meneja masoko wa kampuni ya Welless Outfit, kampuni ambayo inajishughulisha na uuzaji wa nguo za mitumba, nguo za kike na za kiume, lakini pia tunajishughulisha na uuzaji wa sabuni za maji, lakini pia tunatarajia kujihusisha na biashara ya kuprinti matangazo mbalimbali kwenye nguo, lakini mabango. Leo tuko hapa Kiamili sekondari kwa ajili ya kudhamini bonanza ambalo limeshirikisha timu za shule mbili, kwa maana ya shule ya Kiamili sekondari na shule ya Mkako sekondari, na tumetoa zawadi mbalimbali. Lakini kabla sijataja zawadi ambazo washindi tutawapa, niseme tu kwa nini tunafanya hivi. Tunafanya hivi kusapoti mabonanza. Jambo la kwanza, tunatangaza biashara yetu, lakini la pili, tunasapoti jitihada za Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kuinua vipaji, katika kuinua michezo mashuleni na nje ya shule. Kwa hiyo leo tuko hapa Kiamili, michuano imeshaanza, na mshindi wa kwanza, kwa maana ya atakayemfunga mwenzake, kwa sababu mechi ni moja tu, yule atakayemfunga mwenzake tutampa zawadi ya shilingi 70,000. Kwa maana ya shule itakayoifunga shule nyingine tutatoa 70,000, na yule atakayefungwa kwa sababu ya kuleta chachu na kusapoti michezo tutampa zawadi ya shilingi 50,000. Kwa hiyo itakuwa ni kwa maana ya football na netball. Wote netball nao walioshiriki tutatoa zawadi, kwa maana ya yule aliyemfunga mwenzake tunampa 70,000 na yule aliyefungwa tutampa 50,000. Lakini pia tunazo zawadi kwa wanafunzi ambao wamefanya vizuri. Kwa mfano, tunayo zawadi ya mfungaji bora. Tutampa zawadi ambayo inafanana na mazingira ya shule. Mfungaji bora kwenye football tutampa zawadi ya peni 5 na daftari 5 counter book. Lakini pia kwenye upande wa netball itakuwa hivyo hivyo. Yule ambaye amekuwa ni mfungaji bora kwa siku ya leo tutampa zawadi ya daftari 5, lakini pia tutampa peni 5. Kwa upande wa football, ukiachana na mfungaji bora, tunaye golikipa bora, naye tutampa zawadi ya daftari 5 na peni 5. Sambamba na hilo, kulikuwa na mchuano mwingine wa riadha ambapo shule zote zimeshindana, na washindi pia tutawapa zawadi za madaftari na peni. Na licha ya hivyo, tunajua jitihada za walimu, namna wanavyoishi na watoto wetu mashuleni, namna wanavyopambana kubadilisha tabia watoto ambao wametoka mtaani wamekuja shuleni, nao tumewapa zawadi. Na hao walimu, kuna zawadi za wakuu wa shule. Wakuu wa shule tutawapa zawadi ya shilingi 50,000 kwa kila mkuu wa shule, kwa maana ya Kiamili atapata zawadi 50,000, lakini pia mwalimu mkuu wa Mkako sekondari atapata zawadi ya shilingi 50,000. Lakini pia tuna zawadi ya walimu wa taaluma. Walimu wa taaluma wa shule zote mbili, kwa maana ya Kiamili tutampa zawadi 30,000 na mwalimu wa taaluma wa Mkako sekondari naye tutampa zawadi ya 30,000. Lakini ukiachana na hapo, tunao walimu wa michezo nao. Walimu wa michezo nao wanafanya vizuri, wanabadilisha maisha ya vijana kwenye sekta ya michezo, nao pia tumewapa zawadi. Nao zawadi ambayo wanayo, kila mmoja atapata shilingi 30,000, kwa maana mwalimu wa Kiamili sekondari na mwalimu wa
Mkako Sekondari, kila mmoja atapata shilingi 30,000. Kwa hiyo tupo kwa ajili ya kuinua michezo na tunajifunza mambo mengi. Mfano mimi kama meneja masoko wa Wireless Outfit, leo tumeona hapa shule nyingi ambazo zipo kwenye jamii zetu kwenye suala la michezo zinaachwa sana. Tumeona namna ambavyo wanakosa vitendea kazi kwenye masuala ya michezo. Tumeona jezi hapa zimechakaa, lakini kwa bahati nzuri sisi tulileta jezi, na niseme tu tulileta jezi kwa timu moja, na lengo letu ni kuleta tu jezi kusapoti shule ya sekondari Kiamili. Lakini kwa changamoto tuliyoikuta na shule ya jirani nayo ina changamoto ya jezi, tutafikiri namna ya kusapoti na upande wa pili. Kwa hiyo nitumie fursa hii kwa niaba ya timu ya Wireless na mkurugenzi wangu wa Wireless Outfit kuwaomba wadau wengine wajaribu kutembelea humo mashuleni kuona changamoto mbalimbali na kuona namna kuzisolve. Hizi changamoto wa kusolve sio wazazi peke yao. Hizi changamoto tunaweza tukasolve tu kwa mapenzi mema sisi wadau. Kuna masuala ya kitaaluma, kuna masuala ya kimichezo. Hii yote tukiungana kwa pamoja kama Watanzania kusapoti serikali yetu, naamini tutafika mbali. Sisi kufanya matukio haya yanategemea na namna tunavyopata faida kwenye biashara yetu, lakini tulivyotengeneza hili ina maana tulishatengeneza bajeti ya faida tuliyopata kwa miezi 4-5 iliyopita. Kwa hiyo kwa siku ya leo, katika hatua nyingine, mkurugenzi wa Wireless Outfit Frank Ndunguru ameahidi kutoa seti ya jezi katika shule sekondari Mkako. Na kwa sasa hivi tunapumzika kwa muda, alafu tutaangalia tunapata faida kiasi gani na namna watu wanavyotuunga mkono kwenye jamii zetu, kwenye biashara zetu, ndivyo tutakavyoendelea kufanya taratibu hizi za kusapoti mabonanza na shughuli mbalimbali za maendeleo. Kimsingi mapokeo kwa wananchi wa wilaya ya Mbinga na maeneo mengine, mapokeo ni mazuri. Kiukweli wanatutia moyo, na baadhi ya wadau pia wanatupigia simu za kututia moyo. Lakini pia kwenye biashara tunaona namna ambavyo wananchi wengi wanahitaji kujua shughuli ambazo tunazifanya kwa maana ya kutuungisha, lakini pia kuziona pia shughuli zetu. Kwa hiyo kimsingi wanatuunga mkono kwa asilimia kubwa, na mimi maoni yangu wananchi wa Mbinga waendelee kutusapoti, kwa sababu wakitusapoti tunafanya haya ambayo tunajitoa kama Wireless Outfit. Sisi tunavyojitoa, hili jambo sio la kwetu sisi Wireless. Sisi hatuna shida ya kuwasaidia wanajamii, ila wanajamii wana shida. Kwa hiyo sisi tunatumia fursa za wanajamii kuja kuzitatua, kwa sababu tunaelewa nini wanakihitaji. Aidha, Charles Baraka, afisa michezo halmashauri ya Mbinga, ametoa rai kwa wananchi kujitokeza katika kuwezesha michezo kwa wananchi. Shule ya sekondari Kiamili na shule ya sekondari Mkako, ambapo leo hapa tunao mdhamini Wireless Outfit, ambaye leo amedhamini bonanza hili ambalo alisha michezo mingi kama nilivyosema awali, lakini pia pamoja na mwanadada ambaye amedhamini, lakini pia kutakuwa na zawadi mbalimbali ambazo zitatolewa na mdhamini wetu, ambazo ni jezi za mipira kwa washindi ambao walishiriki awali mchezo wa netball ambao umeshaisha hapo, na sasa tunaenda kwenye mpira wa miguu na riadha pia ilikuwepo kwa upande wa walimu pamoja na wanafunzi. Tunashukuru sana kwa jitihada ambazo zimeonyeshwa na Wireless Outfit ambaye ni mdhamini wetu katika mashindano haya, lakini pia rai yetu sisi kama halmashauri na wananchi kwa ujumla ni kwamba wale wadhamini wote ambao wako tayari kwa ajili ya kudhamini michezo yetu, nafasi ziko wazi kwa ajili ya shule zetu za msingi za sekondari, lakini pia mabonanza mbalimbali ambayo yanaonyeshwa na halmashauri yetu. Ni vema tukadhamini michezo hii, kwani michezo hii ni tija kwa wananchi, lakini pia ni rai, lakini pia ni sera yetu ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha kwamba wananchi, wanafunzi na raia wote wanafanya mazoezi kwa ajili ya kujenga afya ya mwili pamoja na afya ya akili. Kwa hiyo niwakaribishe sana wananchi wote kwa ujumla, wadhamini mbalimbali kwa ajili ya kudhamini michezo yetu kwa ajili ya wanafunzi wetu na wananchi kwa ujumla. Naye mwalimu mkuu wa shule sekondari Kiamili Mary Ndunguru amefurahishwa na namna kampuni ya Wireless Outfit katika kutambua muhimu wa michezo katika shule mbalimbali. Kwanza nipende kutoa shukrani za dhati kwa mdhamini wetu Wireless Outfit kwanza kwa kututambua sisi Kiamili sekondari na kuona kwamba tungeweza kuwa ni miongoni mwa wanufaika na kampuni yake.
Hakika tumefarijika sana kwa bonanza hili ambalo linafanyika leo, ambalo ndani yake washindi wanaenda kupata zawadi. Lakini kwa kipekee kabisa sisi kama Kiamili Sekondari tunacho kikubwa ambacho dhamini wetu ameweza kukiandaa kwa ajili yetu, kiwemo jezi za football na wale wa netball, lakini pia mipira, lakini pia soksi. Watoto wetu hawakuzoea kucheza wakiwa wamevaa soksi, sasa wanaenda kubadilika. Lakini pia wale marafiki zetu nao wataenda kupata mipira. Kwa kweli ni jambo la kushukuru sana. Sisi tunakushukuru sana kwa hili ambalo umelitenda. Hakika umetutendea jambo kubwa sana. Umetenda jambo kubwa sana kwa Kiamili, na vile kwamba umeweka chata pale ya Wireless Outfit. Kweli sisi tunaenda kuitangaza hii kampuni. Tunaenda kuitangaza kampuni popote tutakapoenda, sababu naamini kupitia hii lazima utawapata wengine ambao watakuja kuungana nawe katika kampuni yako. Tutaleta wateja kwenye kampuni. Hata tu nikiwa hapo, kuna mmoja alikuwa anaulizia, kuna mtu alikuwa anatafuta jezi, nikasema sasa wala asihangaike. Tumeshapata sehemu sahihi ya kupata jezi ambazo ni bora sana, lakini pia mipira ambayo ina ubora. Sio ile mipira ambayo tumezoea unacheza leo kesho unaenda kushonelea kwa fundi. Kwa sisi tushukuru sana kwa bonanza hili ambalo linaendelea. Vijana kwa kweli wamefurahi na wamefurahi sana. Naamini sasa wanaenda kuhamasika katika kukuza michezo, si tu kwa hapa shuleni Kiamili, lakini pia kwa wilaya nzima ya Mbinga na mkoa wa Ruvuma na taifa kwa ujumla. Muda si mrefu tunaenda kuanza mashindano ya UMISETA. Naamini kwa kupata hivi vifaa ambavyo tumevipata, mipira pamoja na jezi, vijana wetu watahamasika zaidi. Unajua usipokuwa na mavazi mazuri hata kule kwenye kucheza huhamasiki sana. Lakini unapokuwa na mavazi ambayo yana mvuto, kwa kweli unakuwa na moyo zaidi wa kujitoa mbele za watu, lakini pia kufanya vyema katika zoezi zima la michezo. Kwa sisi tushukuru sana, tushukuru sana, tushukuru sana. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Ikumbuke kuwa hii ni mara ya 4 kampuni hii ya Wireless Outfit inadhamini michezo katika maeneo mbalimbali, kwani mashindano haya yamefanyika eneo la Mapera mara 2 na kata ya Rusonga mara 1 na sasa ni Kiamili. Katika hatua nyingine, mkurugenzi wa Wireless Outfit Frank Ndunguru ameahidi kutoa seti ya jezi katika shule sekondari Mkako. Mkako safi? Bado Mkako safi? Kiamili je? Bado Kiamili je?
Jamani, tunawapenda sana Wireless Outfit, nawapenda sana wanafunzi wote. Tumefika hapa kwa ajili ya kupromote michezo katika shule hii ya Kiamili pamoja na Mkako. Leo sitakuwa na mengi ya kuzungumza, nafikiri wasaidizi wangu watayazungumza hapa, ila miongoni mwa mambo ambayo yameniuma sana kwa siku ya leo ni shule ya Mkako upande wa football kucheza wakiwa na jezi zaidi ya 3 uwanjani. Ni jambo ambalo limenisikitisha, lakini ningekuwa nimepata taarifa mapema nafikiri na nyewe leo mngependeza, ila nitafanya jambo kwa sababu nimeona. Nitafanya jambo. Mwalimu wa michezo tuwasiliane baada ya kutoka hapa. Nafikiri kutokana na muda kwenda sana, nafikiri tuendelee na ratiba zingine. Nawashukuru sana, nawapenda sana, karibuni sana dukani kwetu. Hizo hela zimetoka dukani. Sasa kama mfiki sitarudi tena hapa. Karibuni sana. Nikiripoti taarifa hii kutoka Kiamili, mimi naitwa Grayson Kapinga, Jongo Media TV.